Tuelekee hapa. Serikali ya kijiji cha Boro iliyopo katika wilaya ya Moshi imetoa ufafanuzi wa sintofahamu ya nani mmiliki wa shamba la Sangiti lililopo Kibosho katika wilaya ya Moshi mkoani Kilimanjaro. Hiyo ni baada ya kuibuka kwa kundi la watu wanaodai shamba hilo ni mali ya chama cha msingi cha Kirima Boro AMCOS. Mwanahabari wetu Safina Sariwati na habari hiyo mkoani Kilimanjaro. Mwenyekiti wa kijiji hicho Laurent Mushi ametoa ufafanuzi kuhusiana na shamba hilo na kudai kuwa ni mali ya wazee ambao walinunua kutoka kwa raia kigeni Tuscas mwaka 1967 na kutenga maeneo kwa ajili ya maendeleo ikiwemo shule, kituo cha afya, kanisa na msikiti. Hili shamba ni wazee wetu walinunua miaka mingi. Na hili shamba wazee kwa kweli walikuwa na moyo mzuri, walikuwa wanapenda maendeleo. Nakumbuka ilikuwa kwenye ekari 450. Tangia ekari 450 miaka hiyo waliponunua, hao wazee walishatenga maeneo mbalimbali kwa ajili ya maendeleo ya jamii na kizazi kijacho. Kwa hiyo wametoa sekondari kama 4, shule za msingi mpaka kanisa parokia Sambarai walitoa eneo hili hapa. Kwa hiyo wazee sasa wamefikia mahali sasa wametenga tena eneo kwa ajili ya kituo cha afya. Kwa hiyo mimi kama mwenyekiti kwanza niwashukuru wao wazee kwa sababu walitumia busara kuhakikisha hii mali yao ambao walinunua wanaifanya kwa ajili ya sehemu kubwa wanaifanya kwa ajili ya maendeleo ya jamii. Kwa hiyo hiki kidogo kilichobakia wameamua wenyewe kwamba hebu tujipatie hapa angalau kwa robo kwa sababu maeneo sasa hivi yale ambayo ya wazee wetu ambayo walikuwa wanayo sasa hivi wameongezeka, wamekuwa na watoto. Kwa hiyo ile sehemu walikuwa wanaishi imekuwa kidogo. Mwenyekiti wa kamati ya muda wa chama cha msingi cha ushirika cha Kirima Boro amesema chama hicho hakijapokea malalamiko kutoka kwa wanachama juu ya shamba hilo kugawanywa kama viamba na kuongeza kuwa ni mali ya wazee na halipo katika usajili wa chama hicho. Kama kuna malalamiko basi wanachama hao wafuate zile taratibu zinazotakiwa za kisheria, kwa sababu hakuna mwanachama asiyeelewa taratibu za ushirika na sheria za ushirika zinasemaje yanapotokea malalamiko. Lakini kama kuna watu ambao wanalalamika nje ya hapo, nafikiri wanaweza wakawa sio wanachama, sababu wanachama wote wanafahamu taratibu zote za kufikisha malalamiko ili aweze kupata ufumbuzi. Mkazi wa kijiji cha Kirima Boro na mwanachama wa chama cha ushirika cha Kirima Boro AMCOS amesema shamba la Sangiti ni mali ya wazee ambao walinunua kupitia fedha zao za kahawa mwaka 1967. Shamba hili halijawahi kuwa mali ya hivyo vyama vya msingi, bali shamba hili lilikuwa linaendeshwa na kamati zilizokuwa zinateuliwa na hao wanunuzi. Na pia swala hilo la kusema kwamba kuna viongozi vigogo, shamba kama unavyoliona limegawanywa lote, kila mmoja ana kisehemu chake. Sasa kama mimi sijaona kiongozi au vigogo wanasiasa walioko, bali wote walioko hapa wamegawiwa na wamesaini maeneo yao na ni wenyewe wanaendesha shughuli zao. Kwa hiyo kama kuna watu wanauzushi kama huo ni wanaleta taharuki tu kwa umma, isipokuwa kuna ukweli kwenye jambo hilo. Labda wana makusudi yao mengine. Isipokuwa ukweli kwamba hakuna vigogo walioko huku wala wanasiasa. Hawa wakazi na visehemu vyenyewe walivyogawana ni hivi viroborobo. Na wako kama 300. Sasa ukiangalia ka 71 kwa hao huoni kwamba hilo eneo lililokuwa la ziada la kuja kuuzwa liko upande gani?